London boy. Naam. Hoi. Are kwa mbinde sana. Hamna, unajua hawa wametufunga Pemba hawa. Leo sisi tumepata suluhu hapa. Manake kama tumeanza kuimprove, si ndio? Tumekoswa. Hata wao tumewakosa, Pina amewakosa. Hujaona kwani? 50-50. Kuna muda amepata ile clear chance 1v1 na kipa. Utulivu tu Pina amalize shughuli pale, akapiga hivyo hivyo. Kwa hata sisi tumewakosa. Maonaje wapinzani wenu? Hawa wazuri, wana timu nzuri na sisi tunaenda kumfunga Simba. Alafu Simba na hao wanakuja kutoa suluhu. Yaani sisi tunaenda. Yaani mmekoswa, mmetoka sare, ninyi mnakwenda kumfunga Simba. Sisi tunaenda kumfunga Simba. Ana timu ya kunifunga. Yaani hawa ndo yaani mimi leo ningepoteza hapa, ningekuwa nimekwisha habari. Hata kama ningepoteza hapa, Simba ningeenda kumfunga. Unasema kwamba Fufuni ni bora sana kuliko Simba Sports. Of course. Nini London boy? Fufuni timu kubwa. Fufuni kwenye msimamo wa ligi kuu ya Zanzibar, timu ambazo hajazifunga Giant za ligi pengine labda ni moja. Timu kubwa zote za ligi amezifunga. Njoo sasa hivi Zanzibar uliza Fufuni nani utambua ni nani. Kwa milioni nimepata suluhu hapa. Hii haijaisha. Ili wakae wajue hii haijaisha. Mipango mikakati inaanza usiku huu wa leo. Tunaondoka na ndege ya usiku tunaenda kisiwani Pemba. Ninya? Kamati tunaenda kisiwani Pemba. Fanya nini Pemba? Tunarudi Jumatano asubuhi Unguja. Tunaenda zetu Bumbwini. Tukitoka Bumbwini, Pemba Bumbwini. Tunatoka Bumbwini Jumatano asubuhi tunaenda Bumbwini. Tunalala huko. Tunarudi hapa Alhamisi asubuhi. Tunaenda kuna sehemu moja inaitwa Chumbe. Tunavuka na maji. Tunaenda Chumbe. Tukishafika huko Chumbe, tunakaa mpaka Jumamosi. Jumapili tunarudi Unguja asubuhi tunakuja kuhala hapa. Wote mnatafuta nini huko? Jumapili hapa tunachokitafuta mtakiona. Kwamba ninyi wenyewe kawaida muamudu. Mpaka mzunguke. Tunaamudu. Ili umfunge mtu yoyote lazima pia uwe na watu nyuma. Mpira tunacheza uwanjani. Hii ya leo wachezaji ndio wanacheza uwanjani. Sisi tunacheza nje ya uwanja. Wa kamati. Mambo hapa tumezaliwa hapa. Mambo ya ulozi hapa. Sisi tumezaliwa hapa. Ulozi. Sisi tumezaliwa hapa Jeni Kishai. Maanisha kwamba tunaenda kumla Simba hatu. Hii timu ya leo kama najua uhakika ameangalia mechi. Na uhakika ameangalia. Muhimu sio anakuja hapa na wao. Ameangalia mechi, ametuona. Yaani kama umeona hii mechi sidhani kama tumejimaliza hapa. Hapana, huwezi kujimaliza. Mbona unajimaliza, unamaliza maneno wewe? Oili hazijamwagwa bado. Nene ukamala? Kuna oili hazijamwagwa bado. Tarehe 3. Hapa Newman Complex. Alifunga leo nani? Pina. Ulisema, uliniambia. Shida mimi nikiongea unaona naropoka. Naongea vitu fact. Huyu Pina amewafunga Fufuni leo. Ametupa pointi moja, si ndio? Tarehe 3 anaenda kumla mnyama dakika 15 za mwanzo tunamaliza mechi. Pina huyu? Tarehe 3 mnyama mgao utamu Simba Sports Club dakika 15 za mwanzo sisi tunamaliza mechi. Na unasisitiza kwamba Simba ni mgao utamu. Lazima atupe na sisi utamu. Sio tu mgao, amewagawa wengine sasa bado hatujaonja. Ili ni na taarifa tunakupa, hii ni exclusive kabisa. Babu Zaka niliongea naye kwa simu leo asubuhi akaniambia baada ya mechi nitakuwa katibu wa chama cha Lotam Tanzania. Wewe? Baada ya kuonja na mimi utamu. Kwa vigezo gani? Ikitokea mmemfunga Simba. Sio ikitokea, ni tukimfunga Simba. Mkimfunga vipi na mechi dakika 90 babu? Pia kesho asubuhi tunaenda Pemba. Usiku wa leo tunaondoka tunaenda Pemba. Tunakaa huko Jumatatu tunarudi tunaenda Bumbwini. Bumbwini tunarudi Alhamis tunaenda Chumbe. Anatokaje hapa? Hiyo ndo sababu pekee ya kumfunga Simba. Tofauti na kama msipofanikiwa kwenda. Huko hatuendi na timu yangu inamfunga. Tufanye huko siendi. Na timu yangu inamfunga hapa. Wachezaji wa Simba wakutishi wewe. Wachezaji wangu mimi hawamtishi naye. Yaani Paki, Keniali, mchezaji mwenye nidhamu leo kachukua hapa. Pina Pizarro. Kila hawamogopi hata kidogo. Wanamuonaje Pina yani? Huko alipo wanamuonaje Pina? Leo Pina kwa sababu unajua hii mechi ilikuwa na pressure. Yaani nikisha tuache mambo yote. Hii mechi ya leo. Sisi pengine kwa mtu ambaye anaangalia mechi atasema leo tumepata pointi 3 hapa, hii moja tulipata ni 3. Mna furaha. Hafai. Wana balaa. Yaani hawa mnyama anaenda kutoa na usulu kama tulivyotoa na sisi. Sisi tunamuua yeye. Yaani sisi nakwambia tena hii za ndani hata kamati haikushughulikia mechi ya Fufuni. Bora niongee wazi. Dharau ujue hizo. Kamati ilikuwa inashughulikia mechi ya mgao utamu. Baba mkubwa huyo, nataka mkubwa. Ila nisemeje? Timu ya kawaida inafungika. Sasa kwa kawaida mngesafiri kote huko. Of course lazima ujiandae, michuano mikubwa hii. Mbona Fufuni unasema kujiandaa? Bingwa anapata milioni 150 dadangu hapa. Niambiwa na balaa. Panga, usipojipanga mapema kuhakikisha mnyama anakufa hapa ukaenda huko kote. Huwezi kumfunga. Tutabaki hapa kuja baadaye mtakuja kuniambia ulisema semaji mnafunga kiko wapi?
Mechi ya leo haikushughulikiwa na kamati. Tulikuja kumwomba Mungu tujalie tupate chochote kilichotuandikia mechi ya leo. Mechi ambayo inashughulikiwa na kamati ni mechi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaombea kwa ulivyoona NMB ukasema mambo hayo. Sahihi ya sisi kupata utajiri. Na kwa bahati tu nzuri leo hapa tumepata mchezaji mwenye nidhamu. Mechi ya Simba tunapata man of the match, tunapata mchezaji mwenye nidhamu. Pina anachukua man of the match, Kenali anaendelea tena kuchukua mchezaji mwenye nidhamu. Mechi ya Simba hiyo tarehe 3 Jumapili hapa. Niambie nini ambacho kinakupa jeuri kiasi hicho London Boy? Unajua ukiangalia Simba jana nilikwambia kocha wao nadhani ndo anaenda kufukuzwa mechi yetu sisi. Wao huko sisi wanatuchukulia kama underdog. Hawajaiona Makumbi City, wameiona leo kwenye TV, si ndio? Kama wamekuja uwanjani labda wameiona wachache hapa. Makumbi City sio timu ya kubeza hata kidogo. Unapotupa one chance sisi tunaitumia kweli. Pina Pizarro amepata pale nafasi ya kawaida, amefanya kweli, ameua, tumetoka na alama moja hapa. Watu walijua game ishaisha tayari. Wamefungwa kama alivyofungwa Pemba, hatimaye tumepata alama moja hapa. Na ingepatika, yani kama muamuzi angesubiria tu saa yake kidogo, tulikuwa tunaondoka na alama 3 hapa. Hii haijaisha. Kinachotokea hapa leo, tunarudi tena kwenye benchi la ufundi. Mwalimu anaenda kumwaga sasa zile oili. Anaenda kuzifungua zile oili. Kamati ya nyuma ya timu inasafiri, nimekwambia usiku wa leo inaenda kisiwani Pemba. Kuna wazee kule hajamalizana nao. Walituambia imalize hii mechi kwa sababu ninyi mnadaiwa. Hapa wenzenu ulivyoniambia. Yaani wazee hajamalizana nao kwa sababu wao walisema ndugu yao hawezi kufanya mambo kwa sababu ndugu zao. Kwa mechi inachezwa na wazee. Mechi yetu na mnyama. Inachezwa na wazee. Inachezwa na wazee, wazaji wanakuja kumaliza shule hapa. Dakika 15. Dakika 15 za mwanzo. Mechi yetu dhidi ya Simba Mgeo Tamu hapa Nyomani Complex. Mechi saa 2:15. Saa 2:15 mpaka saa 2 dakika 45. Tayari sisi tushaua mechi. Kwa hiyo yote kwa yote tuseme kwamba NMB Mapinduzi Cup 2026 tuko finali na kombe ni letu. Tunamsubiria anayekuja finali na sisi. Leo tumetoa draw. Simba namfunga alama 4 hizo. Fufuni nao wanaenda kutoa draw nao. Huyu anakuwa na 2, mnyama anakuwa na hii. Mnyama ndo anatoka mapema. Michuano kwa aibu haijai kutokea. Hii michuano hii. Mnyama anaondoka kwa aibu haijai kutokea. Na wakivuka tu maji, kocha anapoa virago vyake, tiketi ya ndege hapo rudi South Africa. Na kanukta hapo London Boy. Tutakutana. Uzuri mimi na wewe tunaonana maeneo mengi sana. Yaani hii yeke kabisa. Tarehe 3. Dakika 15 za mwanzo sisi tushamaliza mechi za Mani Pina Pizarro ashafanya yake. Wanarudi wanasubiria mechi kwa sababu huwezi kuondoka, lazima usubirie mechi ya mwisho wakamilishe ratiba. Lazima wakamilishe ratiba. Wakiondoka tunapiga faini na washiriki tena michuano. Watabaki wakamilishe ratiba. Mechi yao nafufunda wanatoa tena sare. Wakishatoa tu sare hapo, wanaondoka, wanarudi na boti, wakifika tu pale kocha anapewa tiketi yake na mabegi arudi South Africa. Sawa bwana, kila la kheri. Hongera kwa sababu leo wewe hapo kama ubingwa vile kwa Fufuni. Na mazoezi, nimefanya mazoezi tu leo.